Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa natangaza kifo cha Mheshimiwa David Cleopa Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilichotokea leo tarehe 7 saa 3 asubuhi katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Hayati Cleopa David Msuya ameugua kwa muda mrefu na amekuwa akipatiwa matibabu ndani na nje ya nchi, ikiwemo katika hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete, hospitali ya Mzena na kule jijini London nchini Uingereza. Natoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huo mkubwa kwa taifa. Aidha, ninatangaza siku 7 za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 13 mwezi huu wa 5. Taarifa zaidi kuhusu msiba huu zitaendelea kutolewa na serikali. Poleni sana Watanzania. Bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetangazwa kupepea nusu mlingoti kwa kipindi cha siku 7 na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ni mara baada ya kifo cha makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu David Cleopa Msuya. Makala hii inaeleza maisha ya utumishi wa David Cleopa Msuya katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayosomwa kwako na mimi Dickson George. Katika kijiji cha Chomvu, Usangi, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro, ndipo alipozaliwa David Msuya Januari 4 mwaka 1931. Safari yake ya kielimu ilianzia katika shule ya msingi ya Kirutheli. Baada ya kuhitimu, alijiunga na shule ya sekondari ya Old Moshi. Hakuishia hapo, aliendelea na kidato cha 5 na 6 kwa kuchaguliwa katika shule ya Tabora iliyokuwa ikichukua wanafunzi wenye uwezo mkubwa wa kiakili. Mwaka 1992 hadi mwaka 1995 alisoma katika chuo kikuu cha Makerere kilichopo nchini Uganda. Baada ya kuhitimu masomo yake, alihudumu taasisi ya umma. Kwa mara ya kwanza alifanya kazi katika sekta ya maendeleo ya jamii na ustawi wa vijiji mwaka 1956 hadi mwaka 1964. Pindi ilipofika huo mwaka wa 1964, alishika nafasi za katibu mkuu katika sekta mbalimbali zikiwemo Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Utamaduni mwaka 1964 hadi mwaka 1965, Wizara ya Ardhi, Makazi na Maendeleo ya Jamii mwaka 1965 hadi mwaka 1967, Wizara ya Mambo ya Uchumi na Mipango mwaka 1967 hadi mwaka 1970, Wizara ya Fedha mwaka 1970 hadi mwaka 1972. Msuya rasmi akaanza nafasi ya uwaziri pale alipoteuliwa kuwa waziri wa fedha Februari 18 mwaka 1972 na kuhudumu hadi mwaka 1975. Akaendelea kwa kuteuliwa katika wizara mbalimbali. Novemba 1975 hadi Novemba 1980 aliteuliwa kama waziri wa viwanda. Baada ya hapo aliteuliwa kwa mara ya pili katika wizara ya fedha. Hiyo ni kuanzia mwaka 1983 hadi mwaka 1985. Haikuishia hapo, aliteuliwa tena katika Wizara ya Mambo ya Uchumi na Mipango mwaka 1985 hadi mwaka 1989. Alirejea tena kama waziri wa fedha mwaka 1989 hadi mwaka 1990, na katika huo mwaka wa 1990 hadi mwaka 1994 alikuwa waziri wa viwanda na biashara. Nikukumbushe kuwa Msuya aliwahi kuhudumu nafasi ya waziri mkuu katika awamu mbili. Ya kwanza ni chini ya Mwalimu Nyerere kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1983, na kwa mara ya pili ni chini ya Rais Ali Hassan Mwinyi kuanzia mwaka 1994 hadi mwaka 1995. Akiwa waziri mkuu mwaka 1994, Msuya alikuwa pia makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Mwinyi. Mwaka 1995 alikuwa miongoni wa waliowania nafasi ya urais kupitia CCM, ambapo rais wa awamu ya 3 Benjamin Mkapa ndiye aliyeteuliwa kama mgombea wa urais kupitia chama hicho. Safari ya kisiasa ya Msuya haikuishia hapo.
Aligeukia kwenye ubunge katika uchaguzi wa mwaka 1995 na kufanikiwa kuwa mbunge wa kawaida mpaka alipotangaza kustaafu siasa Oktoba 29 mwaka 2000. Na baada ya hapo aliendelea kuwa mshiriki hai wa CCM na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC. Licha ya kustaafu kwake, ila aliendelea kushika nyadhifa mbalimbali. Mwaka 2006 alikuwa mwenyekiti wa Kilimanjaro Development Forum. Alipofikisha miaka 88, Oktoba mwaka 2019, aliteuliwa na rais kuwa mkuu wa taasisi ya Ardhi Institute. Makala hii imeandaliwa na kusomwa kwako na mimi Dickson George. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.